Naam, karibu sana mpenzi msikilizaji katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya Shadia. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, Shadia anaonekana akinyata taratibu, anabeba viatu vyake, anazunguka nyuma ya nyumba yao na kuanza kukimbia. Safari yake inampeleka moja kwa moja msituni. Wakati huo anaonekana yule kijana jitu msitu yuko zake na mawe, anahangaika kuwasha moto. Ghafla kwa nyuma yake anatokea Shadia akinyata taratibu. Jitu msitu haelewi hili wala lile. Wakati Shadia anataka kumziba macho, anashikwa mkono wake. Jitu msitu ananyanyuka taratibu, wanatazamana. Ghafla wote wanatabasamu. Basi jitu msitu anamkaribisha Shadia, wanaketi ili kuzungumza. Karibu ukae. Karibu we mtu ukae. Sitaki uniite mtu bana. Mimi naitwa Shadia. Nani? Shabia. Naitwa Shadia. Shadia. Kwa tabu sana kijana jitu msitu aliweza kuliita jina hilo. Ya, hivyo. Sijui wewe unaitwa nani? Huzuni inamwingia jitu msitu baada ya kuulizwa jina lake, kwa sababu hajijui yeye ni nani na hajui hasa sababu ya yeye kuishi hapo msituni. Niambie, unaitwa nani? Hata sijui jina langu. Okay, sawa. Kuanzia leo utaitwa Shami. Sawa tu. Jina hilo ni nzuri sana. Haya Shami, naomba unieleze, kwa nini unaishi huko msituni? Shadia, kama nilivyokuambia, ni story ndefu. Sikumbuki kitu chochote. Sikumbuki kitu chochote kile. Pia nikijaribu kukumbuka kumbukumbu zangu, nahisi hasira. Unahisi hasira? Yaani nachanganyikiwa jamani. Okay, pole sana. Nahisi utakuwa sawa tu, na kuanzia sasa uwe ni rafiki yangu. Rafiki ndo nini hiko? Yaani Shami, kumbe hata hilo nao hujui maana yake. Ni mtu wa karibu yako. Nahisi utakuwa haujui vingi, lakini nitakufundisha kila kitu. Sawa Shami? Sawa, lakini nini? Tunaweza kuishi wote hapa? Hapana, mimi nitakuwa nakuja na kuondoka. Mimi nataka tuishi wote. Shami na Shadia wanachukua muda wa kuzungumza mengi sana, na leo Shami anaonekana anafanya vituko sana. Wanavuka milima na mabonde, wanaenda huku, wanaenda kule, wanafurahia pamoja. Mwisho wa siku wanakaa na kuanza kuzungumza tena. Aise, leo nimefurahi kweli kuyaona mazingira haya. Pia nimefurahi kuwa karibu na wewe. Hakika wewe ni mwanaume mzuri sana. Muda umeenda, tutakutana siku nyingine. Kwa heri. Shadia anataka kuondoka. Nguo yake inanasa katika mkono wa Shami, katika kamba aliyoivaa katika mkono wake. Basi wanasaidiana kuitoa huku macho yakitazamana mno. Taratibu Shadia anaanza kuondoka.
lakini anamfuata Shami na kumkumbatia, kisha Shadia anamuaga taratibu na kupotea. Jamaa kwa unyonge sana anabaki zake msituni, mawazo yakiwa mengi mno. Anawaza jinsi ambavyo alivyoweza kukaa na huyu binti toka alipokuja ile asubuhi mpaka jioni. Wamezunguka msitu mzima, wamekula kila aina ya matunda ambayo yanapatikana ndani ya msitu huo. Aisee, ilikuwa ni siku nzuri kwake. Ilikuwa siku ambayo tabasamu lilikuwa kubwa sana, kwa sababu maisha yake yote ni msituni. Hajawahi kuwa karibu na mtu yoyote yule wa kumpa furaha. Maisha yake yamejaa huzuni. Bwana huyu Shami ambaye amepachikwa jina hili na binti huyu mlembo aitwaye Shadia. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kuenjoy vitu hivi vizuri kutoka hapa kisiwa cha Simulizi Mone Simulizi. Nyumbani kwa kina Shadia kikao kinakaliwa. Yuko Shadia, mama Shadia na baba Shadia. Baba Shadia ndiyo kiongozi wa kikao hicho. Jamani, nimeita hapa, nina jambo nahitaji kuambia, tena habari njema kabisa. Haya, hebu tueleze hiyo habari, maana unaonekana una furaha mno. Mama Shadia alidakiza ili kuendeleza kikao hiko ambacho kimeitwa na baba mwenye nyumba, mwenyekiti wa kijiji hicho, mwenyekiti mwenye ukali sana kwa binti yake. Jana ofisini kwangu nilipata ugeni kidogo, tena ugeni huu ni waheri kabisa. Ugeni gani huo baba? Au kuna wafadhili wamekuja kijijini kwetu? Hapana, huu ni ugeni kwa ajili yako. Kwa ajili yangu? Ni ugeni kwa ajili yako. Nimeletewa posa na tajiri mkubwa katika hiki kijiji, anahitaji kukuoa. Mama watoto, hebu lete mchango kuhusu hilo. Unaonaje, tumuoze binti yetu kwa huyu tajiri? Wewe ndio baba. Kama umejiridhisha kuwa huyo mtu ni salama kwa mtoto wetu, basi ni heri tu mtoto wetu aolewe. Amesha kuwa mkubwa, anatosheleza kuwa mke. Usijali, yule mtu ni sahihi kwa mtoto wetu. Pia ndio mtu aliyekuwa katika ndoto zangu siku zote. Niliwaza siku moja aje kumuoa mtoto wetu, kwa sababu ni mtu ambaye ana pesa, ana heshima, na ni mtu ambaye anajali utu sana. Yaani ni mtu ambaye anasaidia sana kijiji chetu, hasa katika shughuli mbalimbali za kijamii. Hata lile bomba la kule chini, ni mtu ambaye alisaidia kwa kiasi kikubwa sana kutoa fedha ili lile bomba la maji liweze kufanya kazi. Basi sawa, Shania mwanangu, kuanzia sasa nahitaji uwe makini sana. Unatakiwa utulie nyumbani, kwa maana wewe umeshakuwa mke wa watu sasa. Punde tu mafunzo ya ndoa yataanza, umenielewa? Shadia hana cha kusema, anabaki anaitikia tu kwa kichwa. Baba Shadia anaingia ndani na mama Shadia anamfuata, anabaki Shadia peke yake anawaza tu. Mtaani sasa anaonekana Mwantumu, anabisha hodi kwa kina Aisha. Aisha anamuitikia, anatoka uwani. Karibu shoga yangu, nilikuwa huko uwani. Haya, asante. Aya, ngoja nikakuchukulie kigoda basi ukae. Hapana, mimi hata sio mkaaji, bali nina ubuyu hapo umenikaa kwa niko. Ubuyu gani tena? Hebu nipashi shosti. Wewe acha tu, huu mbea utatutoa roho. Habari ni kwamba Shadia amepata mchumba, anahitajika kuolewa, tena ana sita. Tena nini? Hebu niambie. Yaani mbona unataka kuishia hizo habari katikati? Mwantumu, niambie bwana, acha mambo yako. Una kifua? Ndiyo. Yule tajiri wa pale nyuma, pale nyuma ile shule ile ambayo ipo hapa mtaani kwetu. Yule tajiri wa pale nyuma, pale nyuma ile shule kubwa ile ya sekondari. Yule tajiri ambaye amehamia wiki kadhaa ambazo zimepita, yule ambaye anataka kumuoa Shadia. Usiniambie shoga yangu. Kwa hiyo mimi nimepishana na gari la mshahara? Ndiyo, ilikuwa fursa yako hiyo. Sio fursa. Lizee kama lile mimi nilipeleka wapi?
Mtu ameshakula zake ujana huko aje kunioa mimi? Hapana. Siwezi nikakubali eti kuolewa na jitu kama lile mimi. Basi sasa mimi ngoja niende zangu dukani. Nilikuwa na huo umbea umenikaa kwenye koo. Nikaona nikufikishie kama wewe mwenzako umeona kibabu, basi ndio hivyo. Ndugu yetu anaenda kuolewa, tusubirie tu kula mchele. Haya sawa bwana, tajua mwenyewe na maisha yake. Kama yeye ameamua kuchukua kibabu ni sawa, lakini mimi hapana. Brandi yangu ni kubwa, siwezi kuolewa na vibabu. Wanagana pale na kila mtu anaenda na shughuli zake. Siku inayofuata inaonekana Shadi akiingia polini anakoishi Shami. Anafika na kumkuta Shami amelala. Anachukua kanga yake na kumfunika. Anakaa kwa muda na kuanza kuhusu maisha yake. Mawazoni, kwa nini niolewe na mtu ambaye simpendi? Sijui tabia zake, sijui jinsi alivyo, sina hata mawazo naye, sina hisia naye kabisa. Kwa nini wazazi wangu wanaruhusu iwe hivi? Ndio nahitaji kuolewa, lakini sio na mtu ambaye simpendi. Lakini huyu mtu mimi simpendi. Sasa nani mimi nampenda? Si huyu hapa. Huyu hapa Shami, mimi ndo nampenda. Asa kama nampenda, kwa nini simwambii? Acha tu nimwambie ukweli bwana. Nimechoka kuteseka na huu ukweli ambao unatesa maisha yangu siku zote. Wakati yeye yuko kwenye mawazo yangu. Nampenda Shami bwana. Wakati Shadi yuko zake mawazoni, Shami ameamka kutoka usingizini. Ameamka kitambo tu, anamtazama jinsi binti wa watu anavyoanza na kujichekesha mwenyewe. Vipi? Mbona hivyo? Shida nini? Wewe acha tu. Hebu nieleze, nijue kinachokusibu. Shami, huko nilikotoka sio kwema kabisa. Ni pagumu kabisa. Familia yangu inahitaji kuniwezesha kwa mtu ambaye mimi simpendi. Pole sana. Sasa umepanga nini? Sina mpango wote ambao nimeweza kuupanga. Nahitajika kuolewa na mtu nisimpenda tu. Kwa nini kinachoniumiza? Nani sasa ambaye unampenda na unahitaji akuoe? Mtu nayempenda wala yuko mbali, yuko karibu yangu kabisa, na nazungumza naye Shami. Shadia anamshika mkono Shami. Mimi nakupenda Shami, nakupenda kutoka moyoni kwangu. Yaani toka ile siku ya kwanza tumeonana pale, tumeanza kuzungumza, basi moyo wangu ulidatika na wewe. Nikatamani uwe karibu yangu. Usiku nikilala, ndoto zangu zote zinakuja juu yako na kuwaza Shami. Naomba unikubalie hili ombi langu. Najua itakuwa ngumu sana kunielewa, lakini naomba tu nikubalie ombi langu. Nakupenda. Nateseka sana kwa ajili yako Shami. Shami haelewi cha kusema. Niambie basi chochote. Hivi unipendi? Huku anamshika mashavu. Shami anajikuta anacheka tu, huku anachezea chini. Nakupenda. Wote wanacheka, wanaanza kudakiana, wanacheza michezo ya kitoto iliyochanganyika na mapenzi. Wanafungana vitambaa usoni, kila mmoja kumtafuta mwenzake. Wanachuma majani na kumwagiana. Siku nzima inapita wakiwa huko. Nyumbani kwa kina Shadi anaonekana mama Shadi amekaa analia, chozi linambubujika hatari. Anamlilia mtoto wake. Mumewe anatoka ndani na kuja kumbembeleza. Maskini mwanangu. Wapi umeenda? Siku ya 3 leo haujarudi nyumbani.
Nitaificha wapi sura yangu mimi? Maskini mwanangu, wapi umeenda? Siku ya 3 leo hujarudi nyumbani. Nitaiweka wapi mimi sura yangu? Mke wangu, hebu nyamaza kwanza. Kulia haisaidii kitu. Hebu futa machozi. Naumia mume wangu. Mtoto mwenyewe ndio huyu mmoja. Sasa amepotea tena, mimi hata ameenda wapi, na sijui sababu gani imemfanya aweze kukimbia hapo nyumbani. Najua mke wangu, hebu nyamaza kwanza. Mimi nimefanya jitihada za kila hali kufikisha taarifa sehemu zote. Pia nimeshampa taarifa mgambo wa kijiji, hivyo ameniahidi kumtafuta na kumpata. Na kuomba unyamaze, mtoto atapatikana. Sawa, fanya hivyo mume wangu, mimi nashindwa kuhimili kabisa. Wakati wakiwa anaendelea, ghafla simu iliita. Mwenyekiti anapokea. Sina haja ya kusikia salamu yako, na mambo ya msingi ambayo yanahitaji kuyazungumza. Najua unaelewa fika vitimbi vinavyoendelea hapa kijijini. Mtoto wenu amepotea, tena katika mazingira ya kutatanisha mno. Sijui mimi mtafanya nini, lakini mimi ndoa basi tena, na kuanzia sasa nahitaji pesa zangu za mahali nirudishiwe. Mume wake anamchukua, wanaingia ndani ili kufanya mazungumzo zaidi. Upande wa pili anaonekana Shami akiwa mtoni anavua, hana habari, anastuka, na ndipo anaonana na yule mzee Kasinge. Shikamoo mzee. Bibi, mbona upo huku? Ndio makazi yako? Hapana Abduli, mimi nipo hapa kwa sababu yako. Mzee, unakosea. Mimi siitwa Abduli, naitwa Shami. Unaitwa Shami? Toka lini unaitwa Shami? Wewe ni Abduli. Wewe ni Abduli. Mbona unanichanganya mzee? Yaani Abduli kivipi? Najua hakuelewi. Najua huelewi kitu chochote juu ya maisha yako, lakini sasa utajua wewe ni nani. Shami. Shadi anaita huku anamtafuta mahali ambapo Shami alipo. Ghafla Shadi anakutana uso kwa macho na mzee Kasinge. Shadi anataka kurudi nyuma, lakini mzee Kasinge anamwambia asifanye hivyo. Wala usiniogope, njoo hapa. Taratibu, kwa mwendo wa aibu na uoga, Shadi anamsogelea mzee Kasinge ili amsikilize ni kitu gani ambacho anahitaji kuzungumza. Upande wa pili wanaonekana mama Shadi na mwenyekiti wanapanga, wanazungumza ni kitu gani ambacho wanaweza kufanya ili kumpata mtoto wao na kuweza kurekebisha mambo ambayo sasa yameweza kutibu. Mkuu wao mtarajiwa anahitaji mahari yake baada ya kusikia fununu kuwa mtoto wao amepotea. Mama Shadi ndio haelewi kabisa, yani kilio ndio kinamtawala tu kwenye akili yake. Ni makosa yetu mume wangu. Tamaa za kuhitaji pesa ili maisha yetu yawe mazuri ndio zimeenda kutuponza. Kosa tulilofanya ni kumwambia mtoto aolewe na mtu ambaye hampendi hata. Aibu ulioje hii. Leo tunaenda kumpoteza mtoto wetu katika mazingira ambayo hatutarajii. Najua kuwa tumefanya makosa mke wangu, lakini maji yameshamwagika, hayazoleki tena. Yani tunapaswa kupanga ni namna gani tunaweza kufanya ili mtoto wetu kupatikana na si kulaumiana. Sasa hivi ni kufikiria ni namna gani, ni sehemu gani mtoto wetu tunaweza kumpata. Mpenzi msikilizaji, ni kitu gani ambacho
unadhani kinaenda kutokea katika simulizi hii nzuri yenye kuvutia? Tukutane katika sehemu ambayo inafuata. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa sehemu hii. Langu jina naitwa Salki, kuniita Mr. Solomon, na kwa noma zaidi. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata simulizi zetu kila pale ambapo tutakuwa tukiachia simulizi mpya.